Yes. Mikoa Kisugu, tuendelee na habari za mpira. Siku ya jana tuliweza kuona timu yako ya wekundu wa Msimbazi Simba ikicheza mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Dakika 90 zinatamatika, mnyama Simba anaondoka na alama zote tatu muhimu pamoja na mabao mawili. Ulikuwa ni mchezo namna gani? Tunaweza kusema sasa Simba imeanza kujipata ama imeanza kuimarika ndani ya ligi kuu Tanzania bara? Ya, ulikuwa mchezo mzuri na ulikuwa mchezo wenye ushindani mkubwa, na mara nyingi wanapenda kusema kwenye ligi ya NBC kuna ligi mbili. Na hili kuna watu wanachukua kama masiala, lakini jaribuni kufanya research katika hiki kitu ambacho ninachozungumza. Kwenye ligi ya NBC kuna ligi mbili. Kuna ligi ya kwanza yenye timu 16 ambayo ligi hii ina ushindani mkubwa kiasi kwamba kila Mtanzania akisikia hiyo ligi watu wanacheza, wanaenjoy kwenda kuangalia football kwa maana wataona upinzani uliokuwa. Alafu kuna ligi ya pili, ligi watani zangu. Kila mmoja anajua ligi hii ikiwa inachezwa. Kama matabiri, kila mmoja anakuwa tabiri Tanzania anajua namna ambavyo mechi ya leo matokeo itakwenda kuamua vipi yatatokea. Lakini binafsi lazima niseme, ushindi wa jana Simba ulikuwa na maana kubwa wana Simba. Ukiachia furaha kwa wana Simba, ukiachia kupata point 3 kwa wana Simba, lakini ulikuwa ni ushindi ambao naamini unakwenda kuimarisha na kutengeneza slogan ya Simba nguvu moja katika wanadamu ambao, tafuteni hili waandishi wa habari, wenye rekodi kubwa Tanzania ni mimi. Ndio mwanachama pekee au ndio mwanadamu pekee niko kwenye magrupu ya WhatsApp kuliko mwanadamu yote Tanzania. Ukitaka nikupe simu yangu ushahidi, na magrupu 1256. Lakini ushindi wa jana, ukiingia kwenye magrupu ya Simba yote, kila mwana Simba anahimiza na kuambia wana Simba sasa umefika wakati wana Simba kushirikiana kuhakikisha kwamba tunakwenda kupata mafanikio. Kwani ushirikiano hamna ndani ya Simba? Kuna muda mwingine unaweza ukawepo au usiwepo, kwa sababu siku zote kwenye wanadamu wenye akili timamu, tofauti ya kimawazo na mpishano wa kimawazo lazima uwepo. Leo hii hata wewe Mwanaisha Lukali, beki kisiki, utapokuja kupata familia, kama itafika mahala familia yako kwa maana watoto wako wakupi changamoto, basi amini huna watoto, una maboya. Baba yoyote yule, kila siku ukenda ukirudi unanunua mchicha tu, watoto wanakula mwezi mzima wanakula. Hakuna hata mtu mmoja atakayesema mimi baba leo nimechoka mchicha, nahitaji maharage. Amini huna watoto, una maboya. Kuna muda watoto lazima wakupe challenge familia baba. Kuna muda mtoto akulazimisha kwamba mimi nakwenda kulala na njaa kwa sababu mboga ulionunua mimi sili. Hao ndio familia ya Simba Sports. Mnatoa changamoto kwa viongozi. Kuna muda tunalazimika kutoa changamoto kwa uongozi. Changamoto zinazotoa inaweza ikawa sababu ndio foundation ya kwenda kuitengeneza Simba bora zaidi. Kwa hiyo kulikuwa na mpishano wa kimawazo, kulikuwa na mtazamo wa kimawazo. Leo hii kila mmoja mwana Simba anakiri kwamba katika mashindano ya kimataifa mwaka huu, Wandengereko na Wazalamu wanasema mwaka ngalamuno. Wewe Mwanaisha, wewe Mdengereko usifiche, mimi nakujua vizuri. Wewe Mdengereko kata. Na kwenu wewe Bungu. Umetokea mtaa mmoja kwa Biti Manjenga, karibu na mheshimiwa mmoja anaitwa Mheshimiwa Mtweve. Asante kwa kunibatiza. Kwa hiyo lazima tunakubali katika mashindano ya klabu bingwa mwaka huu tunasema mwaka ngalamuno. Ni mwaka umekuwa mgumu, ni mwaka umekuwa mbaya, ni mwaka ambao tumetengeneza kwenda kutengeneza historia mbovu, lakini yote kwa yote lazima tumekubaliana. Moja, kwa sababu tumekubaliana wana Simba wote tumesema, tuseme, tuonyeshane vidole, tutukanane, hakuna jambo lolote litakayoweza kwenda kuibadilisha Simba katika mashindano klabu bingwa barani Afrika mwaka huu. Sikiliza vizuri Mwanaisha. Rudia. Hakuna chochote ambacho tutakachokifanya kitakachokwenda kubadilisha matokeo ya klabu bingwa ambayo tumeyapata mwaka huu kwenye group letu. Na ndio maana wana Simba wamekubaliana kupitia kwenye magrupu yote, wamesema kwa sababu huku mwaka ngalamuno, focus yetu lazima tupeleke kwenye ligi ya NBC. Jana waandishi mmekuwa mashahidi kuna namna ambavyo mashabiki wa Simba na wanachama walivyojaa katika uwanja KMC kwenda kuisupport timu. Lakini wako watu wananongwa. Na mwanadamu yoyote mwenye akili timamu, jambo lolote utakalozungumza, jambo lolote utakalosema, mashauri yote utakayozungumza, lakini ufike mahala useme sasa is enough.
Lazima mseme inatosha. Kwa maana gani? Haiwezekani nyinyi wanadamu mkilala mkiamka nyinyi nongwa tu. Nyinyi nongwa tu. Nyinyi nongwa tu. It's not fair. Wanaona mambo hayaendi. Sio sawa. Tajiri juzi aliulizia masuala mazima ya transformation. Leo ukimwangalia tajiri lazima umwangalie kwa nafasi mbili. Unajua nyinyi waandishi nanyi ni tatizo. Tatizo kwa lipi Kisugu? Moja, kwanza mnawatafuta sana watu ambao kwenda kuwahoji watu wenye nongwa. Lakini nyinyi mfanyi research. Mo ana nafasi ngapi Simba? Ana nafasi kama mwanachama, ana nafasi kama... Wakati gani ambao unajua ana haki wa kuhoji kama mwanachama? Wewe sasa niambie wakati gani ambao unajua kuhoji kama mwanachama? Kwa sababu mwanachama ana haki zake za msingi kwenye klabu yake. Mwanachama ana haki ya kuhoji katika muda wake. Leo Mwanaisha unakiri unasema Mo ni mwanachama wa klabu ya Simba. Kwa hiyo mimi nataka nikuulize wewe, hebu niambie nyakati gani ambayo wewe unahisi sasa huyu Mo ni mwanachama wa Simba anahitajika sasa kuhoji, wakati gani ana haki ya kuhoji katika klabu yake? Muda ambao mambo yametulia. Naweza kauliza sisi taharuki. Tajiri tatizo lake anazua taharuki. Mwanaisha. Rais mstaafu ya awamu ya 4. Namkubali sana. Lakini moja katika kumkubali, dhamira yangu haijatimia. Dhamira yangu na nafsi yangu niliamini na nilisema Mheshimiwa Jakaya kabla hajamaliza muda wake kutawala nishike mkono wake. Sijapata hiyo bahati. Lakini bado yupo hai. Bado hiyo bahati naitafuta. Na moja katika jambo ambalo mimi ninampenda, siku alipokwenda Mtwara kuongea na walimu ambao waliogoma, alikwenda kuwapigia hadithi ya ndege mmoja anaitwa Mbayuwayu pamoja na Gongondo. Sikilize wewe. Za Mbayuwayu. Na mnukuu Mheshimiwa Jakaya anawaambia walimu Mtwara, Gongondo ni yule ndege ambaye mwenye mdomo mrefu, maisha yake anaishi muda mwingi kwenye mti. Wewe mdengeleko unajua. Kazi unayo yule. Mbayuwayu ni yule ndege ambaye anaishi chini muda mwingi. Mbayuwayu maisha yake usiku anakuwa kwenye barabara usiku, hususan kule kijijini. Gari ikipita Mbayuwayu unaweza kujua nimemgonga, kumbe kajamanyaje, kachapenye. Siku Mbayuwayu alikwenda kumwambia Gongondo, maisha haya yamenishinda. Maisha ya kuriziki. Watu wananikosa, magari yananikosa, nataka kuishi kama we, ni enjoy juu ya gorofa, ndio kwenye mti. Kwa Simba naenda kuenjoy. Nisikilize wewe, acha mambo yako. Anakuhusu mimi mamu hiyo. Mamu, unaongoza swala. Young Africans wanaondoka. Wameondoka kwa mafungu mchao wao kwa